Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari neno la Mungu. Na leo tunatafakari masomo ya Dominika ya sita ya mwaka A, mwaka wa kanisa. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sila sura ya 15 aya ya 15 mpaka aya ya 20. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya pili aya ya 6 mpaka aya ya 10, na somo la injili siku ya leo Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 17 mpaka aya ya 37. Nipende kuwakaribisha ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Na niwakaribishe nyote na kuwaomba ambao bado hamjasubscribe katika channel hii, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo utafanyika mwanafamilia na mpendwa wa channel hii. Karibuni ndugu zangu wapendwa, tutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Na ujumbe wa tafakari ya leo umebeba kichwa cha tafakari kinachokwenda kwa mtu wa magotini hufanya maamuzi sahihi. Mtu wa magotini hufanya maamuzi sahihi. Na tuanze tafakari yetu leo na somo letu la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sila sura ya 15 aya ya 15 mpaka aya ya 20. Kitabu hiki cha Yoshua bin Sila kiliandikwa na Yoshua bin Eleazari bin Sira, na hiyo sasa ilikuwa ni mwaka wa 190 kabla ya Kristo, na mjukuu wake asiyetajwa kwa jina, ambaye inasadikika ya kwamba aliishi nchini Misri kati ya mwaka wa 132 mpaka mwaka wa 135, ndiye ambaye anayesadikika ya kwamba alifanya tafsiri ya kitabu hiki cha babu yake kutoka katika lugha ya Kiebrania na kukitafsiri katika lugha ya Kiyunani. Na hiyo inatajwa ya kwamba ilikuwa ni mwaka wa 38 baada ya Kristo, katika kipindi cha utawala wa mfalme wa Farao sasa anayejulikana kwa jina la Ptolemy Eugetes, ambaye alitawala kati ya mwaka wa 246 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 222 kabla ya Kristo. Sababu kubwa iliyompelekea Yoshua bin Sila kuandika kitabu hiki inafahamika kuwa katika kipindi hicho cha miaka ya 200 kabla ya Kristo, Wayahudi wengi walikuwa wakiishi mataifa jirani, na Wayahudi wachache sana walikuwa wakiishi katika nchi yao ya Uyahudi. Mfumo wa maisha kwa ujumla, mfumo uliokuwa wapendwa na ulioonekana kuwa ni mfumo bora na wa kisasa, ulikuwa ni mfumo wa maisha wa Kiyunani. Hivyo si Wayahudi peke yao, bali hata watu wa mataifa mengine waliiga mila, tamaduni na mfumo mzima wa maisha wa Kiyunani. Wayahudi waliachilia mila zao, waliachilia tamaduni zao, waliachilia nafasi zao na kuona kama ni vitu duni ukilinganisha na mila, tamaduni na fasihi za kipagani za Kiyunani. Kwa hiyo mfumo wa maisha uliokuwa ni mfumo pendwa kabisa na ulioonekana ni mfumo wa usasa wa maisha ulikuwa ni mfumo wa Kiyunani. Wayahudi hivyo wakaachilia zile tamaduni zao na mila zao na vitu vyao vingine, na wakakumbatia mila na tamaduni za Kiyunani, wakidhani na wakifikiri ya kwamba ndiyo mfumo wa maisha wa usasa, mfumo wa maisha unaopendwa na watu walio wengi. Ni kama jinsi ambavyo ilivyo katika nyakati hizi ambazo tulizonazo kwa sasa. Watu walio wengi, Waafrika walio wengi, na tena kwa namna ya pekee Watanzania walio wengi hupenda zaidi kuiga usasa wa maisha na mfumo wa maisha wa kimagharibi, wakizani ya kwamba kuiga mfumo huo wa maisha ya kimagharibi ndio usasa wa maisha na ndio namna bora ya kuboresha maisha yao. Wanasahau na wanaashiria tamaduni zao ambazo ni njema, mila zao ambazo ni njema, na mtindo wa maisha wa Kiafrika, wa Kitanzania ambao ni mwema, wanapuuza, wanaona haufai, umepitwa na wakati, ni ukale wa maisha. Wengi wanapenda mfumo wa maisha wa kimagharibi, na huko katika mifumo hiyo ya maisha ya kimagharibi sasa ndiko ambako wanachota mpaka na tamaduni na mila na matendo yasiyofaa, wanayaleta katika tamaduni zao na wanaona ni maisha ambayo yanafaa, na hawajui ya kwamba wanaharibu maisha yao na vizazi vijavyo vya kwao.
Kwa mfano, tunaona saizi watu walio wengi wanaiga mpaka namna ya uvaaji wa hao watu wa magharibi. Si ajabu kukutana na mtu ambaye amevaa nguo ambazo ni nusu uchi, nguo chache, anaiga uzungu wa maisha. Wewe ni Mwafrika, uzungu wa maisha wa nini? Kwa wazungu hao na uzungu wao wa maisha, ige yale ambayo yaliyo mema. Tunaiga mpaka na yale ambayo hayafai, tunayaleta katika tamaduni zetu yale ambayo hayafai. Kwa mfano, matumizi ya vidhibiti mimba pamoja na uzazi wa mpango ni vitu ambavyo viko huko katika nchi za kimagharibi, lakini na sisi tunazichukua tunazileta huku kwetu. Hatujui ya kwamba tunaua au tunaangamiza kizazi kijacho. Wao sasa walikofikia ni kwamba hawana hata ule uwezo wa kuwa na watoto zaidi ya 3 na kuendelea. Ni kwa sababu gani? Ni hiyo sasa madhara ya muda mrefu ya matumizi ya vidhibiti mimba na uzazi wa mipango na mfumo wa maisha kwa ujumla ambao usiofaa. Una matokeo ya muda mrefu ambayo ni mabaya zaidi. Sasa sisi kwa kulijua hilo au kwa kutolijua hilo, tunayachukua hayo na tunakuja tunayaleta katika tamaduni zetu, tunayakumbatia hayo na tunaona sasa ndio sasa huu wa maisha, ndio mtindo wa maisha unavyopaswa kuwa. Hatujui ya kwamba tunaangamiza taifa letu la siku za usoni, tunaangamiza vizazi vyetu na tunaangamiza hata kesho yetu kwa ujumla wake. Ni mambo ya ajabu, ni mambo ya aibu. Na tunaona hata katika uleaji wa watoto kwa kipindi hiki, wazazi walio wengi wanafurahishwa zaidi kuwalea watoto wao katika mitindo ya usasa wa maisha, umagharibi zaidi. Naona wazazi walio wengi wanavutiwa sana na kuona watoto wao wanaongea lugha za kimagharibi, na wengi wanadhani sasa huo ndio uelewa au ni upana wa ufahamu au utambuzi wa mtoto huyu, kwa sababu ana uwezo wa kuongea lugha za kimagharibi. Lugha ni mfumo wa mawasiliano. Kama anaweza kuongea lugha ya kwake, hiyo ni tamaduni yake, ni utambulisho wake. Tulio wengi tunapenda kuona watoto wanaongea lugha za kigeni, na wakati mwingine mnawapatia hata majina hayo yanayotokana na tamaduni hizo za kigeni, mkidhani ya kwamba ni usasa wa maisha. Kumbe tunaharibu taifa lijalo. Mambo haya sasa ndio yaliyotokea, ndio yaliyomsukuma Yoshua bin Sira awaandikie sasa Wayahudi kitabu hiki kwa ajili ya kuwarudisha katika tamaduni zao zilizo njema. Mwandishi anawaandikia Wayahudi, hususan kundi hili la vijana ndilo ambalo linaloathirika zaidi na kupenda kuiga usasa wa maisha. Anawaonya dhidi ya usasa wa maisha, na kipindi hicho anawatahadharisha vile vile wakwepe mitindo ya maisha hii ya Kiyunani, kwa sababu zaidi ya 90% ya mfumo huu wa maisha ya Kiyunani ulikuwa ni mfumo wa maisha wa kipagani. Kwa hiyo anawasihi na kuwaonya kwamba wazirejee tamaduni zao, wazirejelee mila zao ambazo zimejengwa juu ya sheria ya Musa, yaani Torati. Mila zao na tamaduni zao ni zile ambazo zimemtanguliza Mwenyezi Mungu na zinamtambua Mwenyezi Mungu, tofauti na mila za Kiyunani ambazo zinapingana na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Katika somo la kwanza, kwa kifupi kabisa, tunafahamishwa ya kwamba mwanadamu, tunakumbusha ya kuwa sisi ni viumbe tulioumbwa kwa akili na utashi mkubwa sana kuliko viumbe wengine wote. Lengo la akili na utashi ni kumwezesha mwanadamu kuchagua na kutofautisha kati ya mema na maovu, ili achague mema na kuacha yaliyo maovu. Jambo la ajabu ni kwamba tulio wengi tunachagua yaliyo maovu na tunaacha yaliyo mema, kama ambavyo tunavyoambiwa katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1731 mpaka namba 1732 kwamba mwanadamu ameumbwa kwa uhuru kamili katika kuchagua na kutenda peke yake. Mwanadamu yuko na uhuru wa kuchagua na kutenda, lakini ukumbuke kwamba wewe ni mwanadamu ulioumbwa kwa akili na utashi, daima chague yaliyo mema. Habari za maanguko ya mwanadamu katika dhambi huwa katika bustani ya Edeni ni sababu ya kushindwa kutumia uhuru vizuri. Mungu aliumba mti wa utambuzi wa mema na mabaya, na akazuia mwanadamu asile
tunda la mti wa utambuzi wa mema na mabaya. Endapo kama watakula tunda la utambuzi wa mti huo wa mema na mabaya, watakufa. Lakini shetani akawarubuni na akawaambia kwamba watakuwa ni welevu endapo kama watakula tunda la mti wa mema na mabaya. Hivyo wao wakaamua kutumia akili yao, wanadamu hawa wakaamua kutumia uelewa wao kuchagua asemalo shetani kuliko kuchagua yale ambayo ameagiza na kusema Mwenyezi Mungu. Amechagua lililo ovu. Akili yake na utashi wake umempeleka kuchagua lililo ovu badala ya kuchagua lililo jema. Hayo sasa ndio maneno ya somo la kwanza tunayosikia, ndugu zangu wapendwa. Mwenyezi Mungu kaweka moto na maji, yaani kaweka uzima na maangamizi. Shauri liko juu yetu, shauri ni la kwako wewe utakavyo, lakini tambua ya kwamba mbele yako kuna uzima na kuna maangamizi. Kila kitendo ukitendacho kinahesabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kina athari, aidha iwe ni athari njema au iwe ni athari mbaya. Ukitenda tendo lililo jema, tafsiri yake umechagua maji. Ukitenda tendo lililo baya, tafsiri yake umechagua moto. Kuna kuangamia na kuna kupata uzima. Kumbe kila mmoja atahukumiwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kile ambacho ukitendacho, na uchaguzi wa matendo yako ndiyo ambayo yatakayo kuhukumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakutakuwa na utetezi wa kusema ya kwamba shetani alinipitia. Hapana, unawajibishwa na matendo yote. Ulitenda ukiwa na akili timamu, ulitenda ukiwa na utashi sawasawa, ulitenda ukielewa hili ni baya, hili ni hovu. Kwa hiyo uchaguzi wako ndio huo ambao utakao kupeleka mbele ya kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kueleza ni kwa nini ulichagua lililo baya na ukaacha lililo jema. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, daima tunapaswa tuchague tendo ambalo ni jema, kama vile kichwa cha tafakari yetu kinavyosema, mtu wa magotini huchagua jambo lililo jema. Mtu wa magotini ni nani? Mtu wa magotini ni mtu ambaye anaongozwa na sheria ya Mwenyezi Mungu, mtu ambaye daima huingia katika magoti yake kwa ajili ya kuongea na Mwenyezi Mungu, mtu ambaye kuongea na yeye pamoja na Mungu ni kipaumbele chake kwa njia hiyo ya magoti. Hivyo basi mtu huyu wa magotini siku zote chaguo lake huwa ni chaguo lililo jema. Na katika somo la pili ambalo tunatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 2 aya ya 6 mpaka aya ya 10. Paulo anawasihi Wakorintho kuacha ujuaji na kutaka kuishi kwa kuongozwa na akili zao. Anawaambia ipo akili ya juu zaidi iliyofichika ambayo ni hekima ya Mwenyezi Mungu. Akili hiyo ni ya juu sana, jicho halijawahi kuiona wala sikio halijawahi kusikia habari hizo. Mwenyezi Mungu mwenyewe hupenda kufunua akili hiyo, hekima hiyo ya juu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu ndani ya mioyo ya watu. Paulo anachotaka kutuambia ni kwamba majibu ya maswali yote katika maisha ya mwanadamu yanapatikana katika sehemu mbili tu, itokayo katika akili ya juu sana ambayo inafunuliwa na Mwenyezi Mungu katika roho za watu, lakini vile vile hekima hiyo ya juu sana inapatikana magotini. Magotini katika tafsiri ya kwamba ni namna hiyo ya kuongea na Mwenyezi Mungu. Magotini yani kuchagua kuongea na Mwenyezi Mungu, na rohoni yani kuishi kama atakavyo Mungu. Kutakusaidia sana kulitafsiri kila jambo katika maisha yako kulingana na kusudi la Mungu. Ukiwa mtu wa magotini, ukiwa mtu wa rohoni, kila jambo linalokuja katika maisha yako utachagua ili ni jema, ili si jema, na kila jambo utalitafsiri katika muono huo aupendao Mwenyezi Mungu. Usiwe mjuaji sana wa kila kitu. Utende unavyotaka na unavyojisikia. Uishi utakavyo wewe, uamue utakavyo wewe. Umwogopi Mwenyezi Mungu. Ulimwengu huu sio wa kwako. Hata kama una mali nyingi, unamiliki vipi, jua ya kwamba ulimwengu huu sio wa kwako. Usiishi unavyotaka wewe. Usione kila jambo unaliweza.
Unaweza ukatenda jambo lililo ovu na hakuna chochote cha kukubabaisha, au ukatenda vipi, hakuna chochote cha kukubabaisha. Yote unaoyatenda hakika siku moja utasimama mbele ya Mungu kumweleza, na sijui utamweleza nini mpaka Mwenyezi Mungu aweze kukuelewa. Daima chagua lililo jema. Mtu wa magotini sio mjuaji kuona ya kwamba kila jambo anaweza kalifanya au akatenda kadri ya jinsi ambavyo anavyojisikia, lakini mtu wa magotini ni mtu anayemwogopa Mwenyezi Mungu na daima anachagua jambo lililo jema. Mtu wa magotini huyo, mtu ambaye anaongea na Mwenyezi Mungu, huyo ndio mtu wa rohoni, mtu anayetenda kadri ya jinsi atakavyo Mwenyezi Mungu. Katika somo la Injili ambalo linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 17 mpaka aya ya 37. Yesu anafundisha kwamba hakuja kutengua neno lolote katika yale yanayojulikana kama Torati na manabii, sababu ni neno la Mwenyezi Mungu, pia yamelenga ujio wake. Hivyo yeye kaja kutimiza yale yaliyonenwa kumhusu yeye katika Torati na manabii. Kwa hiyo Kristo hakuja kutangua lililosemwa na Mwenyezi Mungu, bali amekuja ili kulitimiliza lile lililosemwa na Mungu kwa njia ya Musa pamoja na njia ya manabii. Kwa maneno mengine, kwa ufupi kabisa, Kristo vile vile amechagua fungu lililo jema ambalo ni maagizo ya Mwenyezi Mungu kwa wanadamu. Amekuja kuyakamilisha tu. Kama ni nyumba, basi Kristo amekuja kuifanyia finishing, kaja kupiga plasta, kaja kupaka rangi, kaja kuipendezesha nyumba hiyo ambayo ilikwisha kujengwa katika misingi ya Torati na manabii. Hivyo kila mmoja anapaswa kuyashika, kuyapenda maagizo haya ya Mwenyezi Mungu ambayo yamenenwa katika Torati na yamenenwa katika manabii. Kupuuza maneno hayo ya Mungu ni kumpuuza Mwenyezi Mungu vile vile. Na kumpuuza Mwenyezi Mungu vile vile ni kuamua ya kwamba mimi sina mpango wa kurithi uzima wa milele. Tena Yesu anaendelea kwa kusema, haki ya mtu isipozidi ile haki ya Mafarisayo, mtu huyo hatoingia katika ufalme wa mbinguni. Haki ya Mafarisayo ni ipi? Haki ya Mafarisayo ilikuwa ni katika kushika yale yote yaliyoko katika Torati na yale yote yaliyoagizwa au yaliyoaguliwa na manabii. Ukisoma Injili ya Luka sura ya 18 aya ya 11 mpaka aya ya 12 unayakuta hayo. Sala hii ya Farisayo ambaye anasali akisema ya kwamba Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi sio kama mtoza ushuru. Mtoza ushuru ni mtu ambaye hayashiki maagizo ya Torati, mnyang'anyi, mbadhirifu na yote hayo. Kwa Farisayo huyu anasema mimi si kama mtoza ushuru, mimi si mnyang'anyi. Katika Torati imekataza unyang'anyi, mimi si mnyang'anyi. Mimi si mdhalimu, Torati imekataza udhalimu. Anasema mimi si mzinzi, Torati imekataza uzinzi. Bali mimi hufunga mara 2 kwa juma kama jinsi ilivyoagiza Torati, tena hutoa zaka katika mapato yangu kama jinsi ilivyoagiza Torati, na mengine mengi ambayo yanatenda kwa mujibu wa maagizo ya Torati na maagizo ya manabii. Na Yesu anasema sasa, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamtoingia katika ufalme wa Mungu. Haki ya Mafarisayo ni hipi? Kutokuwa mbadhirifu, kutokuwa mdhalimu, kutokuwa mnyang'anyi, kutokuwa na mienendo isiyofaa kama mienendo ya watoza ushuru, kutokuwa mzinzi, bali kujibidiisha zaidi kuwa mtu wa magotini. Anafunga mara 2 kwa juma. Mtu wa magotini huyu hufunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka ya mapato yake. Mtu huyu wa magotini hutoa zaka ya mapato yake na matendo mengine mema. Yesu anasema sasa, tusipowazidi Mafarisayo katika jema hili walilonalo, haki yao hii njema, sifa hii njema, hakika hatutourithi uzima wa milele. Na Yesu vile vile anaendelea kufundisha, anasema pia kwamba tunapaswa kupatana sisi kwa sisi, tuwe na maelewano baina yetu, tusiwe na magomvi baina yetu. Pia Yesu anaendelea kuwafundisha watu kwamba endapo kama kuna kiungo chochote cha mwili wako ambacho kinakukosesha kurithi uzima wa milele, ni bora uking'oe, katika tafsiri ya kwamba yale yote ambayo yanakufanya wewe usiwe mtu wa magotini, usiwe na muunganiko mwema baina yako wewe na Mungu, hata kama yana manufaa makubwa katika maisha yako,
yaondoe. Hivyo ndugu zangu wapendwa, katika tafakari yetu siku ya leo kuna mambo machache ambayo ningependa tuyatafakari kwa pamoja, tukiongozwa na kichwa hicho cha tafakari yetu siku ya leo ambacho kinachosema ya kwamba mtu wa magotini hufanya machaguzi sahihi. Hilo tulikumbuke ya kwamba jambo la kwanza, tunapaswa kuchagua jambo lililo jema. Mambo mema yana gharama kubwa kabisa, lakini chagua yaliyo mema, utabarikiwa sana. Usichague yaliyo maovu, usichague magomvi, usichague fitina, usichague chuki, bali chagua mapatano, chagua maelewano. Katika historia ya ukombozi wetu huko nyuma, tunayo mifano mingi ya watu waliochagua maovu na matokeo yake yakawa ni mabaya kabisa. Ukianza na wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eva, walichagua lililo ovu kutokumsikiliza Mwenyezi Mungu, kama tunavyoambiwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 6. Kaini na Abeli, Kaini akachagua jambo lililo ovu, mpaka ndio na Mwenyezi Mungu anasema mimi sio mlinzi wa ndugu yangu, kama ukisoma kadri jinsi ambavyo tunavyoelezwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 9. Sababu ya gharika kuu, kitabu cha Mwanzo sura ya 7 aya ya 7, ilikuwa watu hawa wamechagua yaliyo maovu. Maovu haya yakaamsha hasira ya Mwenyezi Mungu. Haya, habari za mnara wa Babeli, Mwenyezi Mungu aliwaacha watu hao kwa sababu walikuwa wamechagua yaliyo maovu. Kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 11. Maangamizi ya mji wa Sodoma na Gomora ni kwa sababu watu hao walichagua mambo yaliyo maovu na wakaacha tunu njema za kusikiliza yale ambayo Mwenyezi Mungu anawaelekeza. Kitabu cha Mwanzo sura ya 18. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, jambo la msingi ya kwamba tunapaswa tuchague daima yaliyo mema. Chagua jema, usichague dunia. Chagua mambo ya kiroho, usichague anasa za dunia. Chagua kumpendeza Mwenyezi Mungu kuliko kuipendeza dunia. Chagua yanayotoka kwa Mungu kuliko yanayotoka kwa dunia. Jambo la ajabu, kuna watu siku hizi ambao wao kujiona wako bize sana kiasi cha kwamba hata wanashindwa kumchagua Mwenyezi Mungu. Usiwe mtu ambaye unayeongozwa na miimuko ya dunia hii. Chagua kusimama katika imani yako, chagua kumpenda Mwenyezi Mungu, chagua kuishi na Mungu, chagua sala, kwa sababu wewe tumesema ni mtu wa magotini. Maisha yako yote yatawaliwe na Mwenyezi Mungu. Yesu alichagua lililo jema ili aweze kumkomboa mwanadamu, akawa yuko radhi hata afe msalabani, kwa sababu amechagua lililo jema, kuleta wema na kutufanya sisi kuwa wema, na ametupa mfano na sisi tuweze kuchagua lililo jema. Alikuwa radhi hata kuyatoa maisha yake msalabani ili achague tendo lililo jema tu la sisi kukombolewa. Sasa sisi ndugu zangu, tunashindwa nini? Kuchagua yaliyo jema, hata wakati mwingine kujinyima na kuondoa vilema tulivyo navyo, kama jinsi ambavyo Yesu anasema, kama jicho linakukosesha ng'oa. Katika tafsiri hiyo ya kwamba jambo lolote ambalo liko kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu liondoe, hata kama limefungamana na wewe kiasi gani, liondoe. Chagua lililo jema la kumpendeza Mwenyezi Mungu. Katika tafakari ya leo ulikuwa na mimi Padre Kefa wa Jimbo Katoliki la Geita. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Muwe na wakati mwema na tafakari njema.